Katika video hii nataka nikuonyeshe ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukajisajili kwa ajili ya kupata kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kutumia simu yako au kompyuta. Sasa kabla tujaendelea, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare ili uendelee kunufaika pale tutakapokuwa tukiwekea video mpya kila siku. Nimefanya video nyingi zinazoelezea jinsi ambavyo unaweza ukapata cheti cha kuzaliwa online, kubadilisha cheti cha kuzaliwa, kufanya verification na huduma zingine nyingi zinazohusiana na vyeti vya kuzaliwa online. Katika video hii nataka nikuonyeshe ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukajisajili kwa ajili ya kupata kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kutumia simu yako au kompyuta. Watu wengi wamekuwa wanakaa kwenye vituo vya kujiandikishia kwa ajili ya kupata kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA, lakini pamoja na kukaa kwa muda mrefu wamekuwa hawafanikiwi. Katika video hii nitakuonyesha jinsi utakavyofanya registration ya NIDA online kwa kutumia simu yako au kompyuta. Njia hii itakusaidia wewe kuokoa muda na pia utakusaidia kufanya mchakato wa kujisajili kwa ajili ya kupata kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA kuwa rahisi kabisa. Kuna mambo kadhaa ya kujiandaa nayo kabla hujaanza mchakato wa kufanya usajili wa NIDA au kitambulisho cha taifa online, na baada ya kukamilisha maandalizi hayo mchakato utakuwa rahisi zaidi na kufanyika sehemu yoyote pale, ili mradi uwe na simu au kompyuta na internet ambayo itakuwezesha kuingia kwenye mfumo bila kuwa na wasiwasi wowote. Mambo haya ya kuandaa ni pamoja na taarifa sahihi, taarifa zako binafsi pamoja na wazazi wako, sehemu unayokaa, lakini pia unatakiwa uandae dokumenti sahihi ikiwemo cheti cha kuzaliwa. Dokumenti zipo za lazima na pia zipo dokumenti zisizokuwa za lazima unapokuwa unafanya maombi ya NIDA online. Hatua ya kwanza kabisa, fungua kwenye tovuti au website ya NIDA. Baada ya hapo utatafuta kiungo kilichoandikwa eonline.nida.go.tz. Hicho kiungo kitakupeleka moja kwa moja, au link hiyo itakupeleka moja kwa moja kwenye hatua inayofuata ambayo inataka wewe create account na baadaye utaverify account. Hatua ya pili, utatengeneza account. Account utatengeneza kwa kutumia email uliyoiandaa ambayo ni active. Utakuwa unaitumia pale utakapokuwa unafanya mchakato wa kuomba namba yako ya NIDA mpaka pale ombi litakapokamilika. Utatengeneza account kwa kutumia email na password ambayo hautaweza kuisahau, na baada ya hapo utadhibitisha password ambayo hiyo utakuwa ukitumia kwa ajili ya kuingia na kutoka kwenye mfumo pale utakapokuwa ukifanya usajili wa namba yako ya NIDA pamoja na kitambulisho cha taifa. Hatua ya tatu ni kuingia kwenye mfumo. Kwenye mfumo utaingia kwa kutumia email kama username na password ambayo ulitengeneza wakati una verify account. Na baada ya kuingia, mfumo utakupeleka moja kwa moja ili uweze kuanza kujaza maombi ya kitambulisho cha taifa pamoja na namba ya NIDA. Na hapo utaanza kujaza taarifa zako bila shida yoyote wala kubuguziwa na mtu yeyote. Hatua ya nne, utajaza taarifa zako kikamilifu, taarifa binafsi. Utajaza majina yako kamili, tarehe ya kuzaliwa, mahali unapokaa, lakini pia utajaza taarifa na majina sahihi ya wazazi wako. Ni muhimu sana kujaza taarifa ambazo zinafanana na zile taarifa zinazopatikana kwenye cheti chako cha kuzaliwa. Endapo utakosea majina, unaweza ukachelewesha mchakato wa kupata NIDA yako au kitambulisho chako cha taifa, ikapelekea mchakato ukawa mgumu au kucheleweshwa kwa ombi lako. Kwa hiyo jitahidi unapokuwa ukijaza taarifa ziwe taarifa zilizonyoka na zinafanana kabisa na zile za kwenye cheti chako cha kuzaliwa. Hatua ya tano ni hatua ambapo utajaza taarifa za anwani ya makazi. Hapa utataja mkoa unapokaa, wilaya, kata, kijiji pamoja na namba yako ya simu. Ukiwa umeandaa taarifa zako kikamilifu, hii haiwezi kuchukua muda mrefu kwa sababu unakuwa unafeed mfumo kwa haraka. Information unakuwa nazo na unaziweka kwenye mfumo kwa haraka zaidi. Pia taarifa hizi zinasaidia kujua wewe unapatikana wapi au makazi yako kwa wakati huo yako sehemu gani. Hatua ya sita. Hatua ya sita, hapa tuwe makini kidogo kwa sababu ni hatua muhimu ambayo kila mtu ambaye anafanya kwa ukamilifu anapata matokeo kwa haraka. Lakini kwa watu ambao wanakosea inachukua muda mrefu zaidi au maombi yanakataliwa kwa sababu kunakuwa na vitu vinavyokosekana. Hatua ya sita ni hatua ambapo utaweka nyaraka au document muhimu ambazo zinahitajika ili wewe uweze kupata kitambulisho chako pamoja na namba ya kitambulisho cha taifa. Nyaraka hizi zimegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna nyaraka ambazo ni lazima ziwepo. Ikikosekana nyaraka hata moja, hauwezi ukapata kitambulisho au namba ya kitambulisho. Nyaraka hizi ni muhimu, nazo ni pamoja na cheti chako cha kuzaliwa, kitambulisho cha taifa cha mzazi mmoja, lakini pia barua ya utambulisho wa makazi wa sehemu unayokaa. Barua hii inaandikwa na mtendaji au mwenyekiti wa mtaa kwa ajili ya kutambulisha na kudhibitisha anwani ya makazi unayotoka. Kundi la pili la nyaraka hizi ni dokumenti ambazo hata kama zikikosekana haziwezi zikaleta madhara moja kwa moja kwenye kufanya maombi yako, ingawa ni muhimu zikawepo kwa sababu zinaweza zikarahisisha mchakato wako ukawa ni rahisi zaidi ukilinganisha na yule mtu ambaye hataweka. Hii ni pamoja na bima ya afya, passport ya kusafiria, leseni ya udereva na dokumenti zingine ambazo zinakuwa na taarifa yako na majina yako sahihi.
Na hatua ya 7, hakiki na kukagua taarifa zako kama ziko sahihi. Hapa utasoma taarifa ulizoziingiza kabla haujatuma maombi yako, lakini pia kama kuna makosa unasahihisha, na baada ya hapo utasubmit ombi lako, kwa sababu utakuwa umejiridhisha kuwa taarifa ulizoziweka ni sahihi sana. Hatua ya 8 itakayokuwa imebaki ni kwenda katika ofisi za wilaya za NIDA kwa ajili ya kuweka